Mpendwa katika Bwana, salamu. Ni furaha kubwa kuweza kukaribisha kwa muda huu ili kwa pamoja tupate kufuata neno la Mungu moja kwa moja kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu ametujalia kwa siku ya leo. Ni kukaribishe tena hapa na kutakia baraka za Mungu zipate kufunika hata utufuate katika mafundisho hii ambayo Mungu ametupatia tupate kuleta kwako kwa siku ya leo. Neno letu takalolisoma linakuwa katika kitabu cha Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 28. Sasa mbele ya kusoma tutaomba Mungu. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, ninakushukuru kunipatia nafasi hii ili kupata kuzungumza na watoto wako mara tena. Na ninasema tu jina lako liinuliwe, utukufu na heshima zipate kurudi wewe. Nabaki wa pekee ambaye uwezo na mamlaka iko katika mikono yako. Baba, tuangazie. Mchana wa leo tumepita katika mambo mengi ya mchana. Tumekutana na maswali mengi. Tumekutana na mambo kadha wa kadha. Mengine ni ya kuvunja moyo. Mengine ni ya kuturudisha nyuma. Mengine ni ya kutufanya tuweke mashaka na uungu wako. Yaani ya kutuweka mbali na mapenzi yako. Tuhurumie katika yote ambayo tulifanya kinyume ya mapenzi yako. Tutakase kwa damu ya mwana kondoo. Fanya kwamba ibada hii ambayo tunataka kuitoa na kuileta kwa watoto wako ipate kuwa baraka. Kwa njia hii uzungumze na mwenye iko mbali, uzungumze na yule ambaye anakuwa karibu. Huku ukiachilia kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zipate kufanya kazi, hata kila ambaye atasikia angalau maneno mawili ya usiku wa leo asikie tena kujengeka, na wale ambao wamechoka wasikie tena kuhimizwa kuendelea na safari, na utukufu na heshima zitakurudi. Ulete ufunuo wa hili neno kwetu hata tupate kuigawanya kwa watoto wako. Nasema tena asante na shukurani kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Niseme hivi kwamba ule wimbo wetu murwa tunaozoea kusikia, hata hivi tutajaribu kusikiliza angalau pambio moja tu kama kiingilio cha wimbo wetu, na kisha tutapata kusikia moja kwa moja neno la Mungu tukilisoma. Basi tufuate. Uwe nguzo ya moto maishani mwangu Mungu, adui wakija wasiniweze. Wamefungua vinywa lengo wanimeze, naomba Mungu nisaidie. Wamefungua makucha ili wanilalue, naomba Mungu nipiganie. Adui wakija wasiniweze. Uwe nguzo ya moto maishani mwangu Yesu, adui wakija wasiniweze. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, nisaidie. Adui wakija wasiniweze. Siwezi Mungu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, maishani mwangu. Adui wakija
upigana mbele yangu. Yesu ukiwa upande wangu, hivi ni nani atapambana mbele yangu? Mimi nategemea kwako Mungu, mimi naegemea kwako Mungu, mimi natumaini kwako Mungu, mimi natumaini kwako Yesu. Nikingie kifua, uwe nguzo mbele, nisaidie Bwana kupigana nao. Nikingie kifua, uwe nguzo mbele, nisaidie Bwana kupambana nao. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, nisaidie adui wakija wasiniweze, ila siwezi Mungu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, maishani mwangu adui wakija wasiniweze, simama mbele yangu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, simama nitetee adui wakija. Asante sana ndugu Christopher Mwahangila kwa wimbo murwa huu ambao tumetoka kufuata mara tena. Basi tutaenda moja kwa moja kusoma neno la Mungu kutoka maandiko matakatifu. Neno letu la leo ni Warumi sura yake ya 8. Warumi sura 8. Tasoma huu mstari wake, tuangalie vile inavyosema hapa. Jina la Bwana liinuliwe. Warumi sura 8 na mstari wa 28. Neno la Mungu linasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen. Nimesema kwamba somo letu limekuwa katika huu mstari ya kwamba Mungu katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Hili ndilo somo letu la leo, na niseme kwamba huu mstari mmoja tutajaribu kudondoa moja kwa moja na kuona kile ambacho Mungu anataka kuzungumza. Inakuwa na parti 3. Leo tutaona parti ya kwanza, kesho tunaona parti ya pili, na kesho yake tunapata kumalizia kwa neema ya Mungu. Niseme pia kwa wale ambao wanatufuata kwamba tuko kwa YouTube. Unaingia tu Hebroni, Eglise Hebroni, unaingia kwa YouTube, Eglise Hebroni Panzi. Ukiingia kwa YouTube, utapata kutufuata moja kwa moja na kufuata mafundisho haya ambayo tunayaleta kwako. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii, na basi tupite mara moja kwa fundisho letu la leo. Yaani mojawapo ya passage, yaani mshairi ambayo mimi nimekuwa nikijifunza hayo sana na kuirudilia, ni hii tunayosoma kwa Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 28. Neno la Mungu linasema hivi ya kwamba nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake mwenyewe. Niseme kwamba sehemu ya kwanza ya huu mstari haielekei watu wote, inaelekea
kwa wale wampendao Mungu. Ndiyo, kwa sababu ndivyo Biblia inasema ya kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Yaani kama wewe humpendi Mungu, huenda hii verse itakuwa haina nguvu sana kwako, lakini kwa kila ampendaye Mungu, ni kuambie kwamba hii verse kwanza ni yako. Jambo la pili la kuona katika hii ni kwamba Biblia inasema katika mambo yote. Inamaanisha ya kwamba katika mambo yaliyokwisha kupita, katika mambo yanayopita sasa, na katika mambo yajayo. Mambo ile ya zamani hata na yenyewe inapita sasa, na ile itakayokuja, Mungu anasema hapa ya kwamba hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu anatumika kwa namna nyingine. Mungu anatumika pamoja na wale wampendao kwa njia ya mambo na yenye ilikwisha kupita, na yale yajayo, na yale yatakayokuja. Hili neno kufanya kazi kwa Kifaransa tunasema travailler ensemble. Sijui Waingereza wangelisema aje. Ninapenda Kiingereza lakini kinakuwa na uzito wake. Lakini kule kutumika pamoja na Mungu, hiyo neno kutumika au kufanya kazi pamoja na Mungu ni neno lenye lina implike na lina kombine zaidi ya kuwa mwanamemba. Na tunaweza kusema kama tunakosea tu neno moja, yaani kufanya kazi pamoja na watu wengine. Hii kazi ambayo Mungu anafanya pamoja na wale wampendao, yaani inaonekana kwamba tungelisema kwa ile terme ya zamani, tukiwa watoto wadogo tunacheza bie, tulikuwa tunafanya ile tunaita bogo. Yaani mnapatana na mwenzenu, mnasema sisi tunaenda ngambo moja, tutachezesha timu ingine. Sasa mabie zenye mnamunya huku na zenye mwenzako anamunya huku, zote mnatia pamoja kwa sababu mnakuwa wa associé. Na ni hile ninaweza kusema pia katika mambo yote Mungu anakuwaka associé wa wale wampendao. Ninajua labda hili neno hujalielewa vizuri. Yaani nataka kusema kwamba katika mambo yote kama unampenda Mungu, ujue kama mubyote wenye uko nafanya uko natumika na yule Mungu. Mungu anakuwa associé wa kwako. Alala. Na hili neno ni neno kubwa, tena ni neno la maana. Kwa sababu tunapokuwa wa associé wa Mungu, ile ina implike kwamba Mungu anaingia katika kila detail yetu na anajiimplike katika mambo yetu. Kwa namna nyingine, kila kitu maisha yetu kama wanadamu, kila kitu kenye tunakutana nacho mu maisha yetu ya kila siku, ni kuambie kwamba kama mpendwa wa Mungu, kama rafiki wa Mungu, kama associé wa Mungu, Mungu hawezi kubeba mu association ya ba malfaiteur. Kama vile tunavyosikia wanasema watu wanaweza kujiassocier, mais wanafanya kikundi chao cha ba malfaiteur. Kazi yao ni kuiba, kazi yao ni kupora vitu, kazi yao ni kuangalia nani njoo anakuwa tajiri kwa quartier yetu, nani amepata pesa, nani anafanya hiki wala kile, na wanamvamia kwa sababu ile ni association de malfaiteurs. Lakini Mungu kufanya kazi pamoja nasi, ujue kwanza Mungu si malfaiteur, Mungu si muovu, Mungu si zalimu. Mungu ambaye sisi tulimwamini sisi,
Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa haki, Mungu muweza yote, plein de bonté. Mungu iko na bote na iko na bonté, yaani ukitafuta wema unaukutana kwa Mungu. Na kwa namna nyingine basi tunaweza kusema kama kila kitu kinachotufikia katika maisha yetu kama watu wanaompenda Mungu, hicho kitu kinakuwa cha muhimu, kinakuwa necessaire kwa ajili ya wema wetu. Oh, haleluya, haleluya! Hii ndio jambo ambayo mara nyingi huwa tunasahau kuelewa, lakini acha niseme ya kwamba kila kitu kinachotufikia mu maisha yetu Mungu anakifanyaga kiwe nécessaire pour notre bien, parce qu'il est notre associé. Na Mungu hawezi jiombesha, na Mungu hawezi kubali vitu vyake vyenye ameinvestir ndani yetu vikaharibikiwa. Ndio maana anafanyaga kila kitu kiwe nécessaire pour notre bien, kwa sababu kazi ya Mungu inakuwa inajikonjige pamoja na yeye. Ni kama vile tunavyoweza kusoma kwa kitabu cha Warumi, kisoma kwa kitabu cha sio Warumi, ni nasema ni Warumi ndio tuko, lakini nitaka kusema tukisoma kitabu cha Mizali sura 12. Kisoma kitabu cha Mizali sura 12 na mstari wa 21, kuna neno moja pale inasema, mwenye haki hatapatikana na msiba wowote, bali wasio haki watajazwa mabaya. Kwa sababu gani? Kwa Kifaransa tunasema il n'arrivera aucun mal au juste. Na tunaposoma katika Biblia, kwa sababu Mungu ni kompanyo wetu, anasema il n'arrivera rien en vain au juste. Rien dans la vie d'un homme qui aime Dieu n'est mauvais, aléatoire ou vain. En revanche, tout même les choses, en revanche, tout, même les choses que nous n'acceptons pas agréablement, fait partie de la recette de Dieu pour le bien de ceux qu'il aime. Ninastaka kusema nini? Hata vile vitu vyenye tunaonaga kama hii, maraba sielewane na hii. Pourquoi hii imenifikia? Kwa nini nimekutana na hili janga? Kwa nini fulani akaniinukia? Kwa nini fulani akanisaliti? Eske fulani ndio anaweza nitendea hivi? Ndugu yangu ndio anaweza lomba pesa akakataa kunisaidia katika kipindi hiki kweli? Acha nikwambia kwamba hata mkukuima bana kuima pesa ni kwa ajili ya wema wako. Ni kwa ajili ya wema wako. Kwa sasa huwezi kuielewa hili neno nasema, lakini pale mbele utapita kunielewa wakati unaingia katika undani wa neno lenyewe. Kuna vitu vingine unaweza kurate na unasikia roho yako inachafuka, roho inaluma, kwa nini vinakuwa hivi? Kumbe wewe haujue kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili yako. Nimesoma historia moja ikanijenga sana. Nimesoma historia moja ikanijenga sana. Wanasema kama katika nchi fulani kulikuwaga kabila mbili, na zile kabila zilikaa katika pori, lakini pori kubwa atel pweke mipaka yao ilikuwa imeachana. Na wakati mipaka yao ilikuwa imeachana, basi walipoenda kwa kabila moja ilipokuwa ikienda kwa vita, kwenye ilikuwa inaenda kwa vita kwa bahati mubaya, basi bakamkamata yule kiongozi, yule mwami wa kabila hii. Labda nirudie nyuma kidogo kusudi nielewe. Hii kabila, yule mwami mmoja alikuwa na mtu wake aliyempenda sana. Hakuna kwenye mwami angelienda
na siende na huyu mtu. Sasa siku moja wanaenda kuwinda, kwa walienda kuwinda, kwa bahati mbaya chui kubwa ikachomoka, na wakati chui ilichomoka pale ikamubana mfalme. Wakati limbana mfalme, basi wakapiganisha chui. Kwa neema ya Mungu chui ikakimbia, lakini ikakimbia na imemubeba vidole vitatu mfalme. Mfalme akarudia kule na vidole vitatu. Aliporudi anakuwa na vidole vitatu, akarudia na kazabika sana. Akasema, mnaona kabisa jinsi hii simba imenifanya. Ilikuwa simba, kumradhi, sio chui. Jinsi hii simba imenifanya, imenikata vidole vitatu, vyote vimeenda. Na akakasirika sana. Lakini basi mtumwa wake akamwambia, mfalme, shukuru, hiyo nayo ni mapenzi ya Mungu. Siku moja utaweza kushukuru hii simba yenye ilikukata vidole. Mfalme akagazabika sana, akasema, Sevre, unaweza niambia vile kabisa? Mimi nataka kufa na vidole mimi napoteza, kisha unaniambia siku moja nitashukuru simba kwa nini? Akagazabika sana. Kagazabika, kasikia vibaya. Kasema, ule mtu wangu mpige kwanza fimbo. Iko na nizi yake. Baka kamata mtumwa wa batu, piga fimbo. Na iko analia tu, niko anasema, ufalme hata ninapigwa, lakini hiyo ni mapenzi ya Mungu. Muongezee fimbo. Akapigwa reglementaire. Nyuma mfalme akasema, basi mumwachilie. Baka mwachilia. Burafiki bukarudia kama mbele. Maisha ikaendelea. Sasa ikafika siku moja tena wanaenda kuwinda. Kwa walienda kuwinda, unajua watu wanaishi kwa mapori, wanaishi tu kwa kuwinda. Kwa walienda kuwinda, bakaenda très loin. Kumbe banaenda territoire ya ile kabila nyingine. Na wakati walienda ku territoire ya ile kabila nyingine, basi bale bagerie bakabapiganisha, batu bakakufa. Kwa bahati mbaya mfalme akamatika mateka. Balipiga arme yake na mfalme akamatika mateka. Bakambeba. Wakaenda mutia kule, wakasema, basi wewe unakuwa mtumwa tu. Hivi tunashinda watu wako, tuliwaua, na wewe tunakupata, basi tunakukamata, tunakuwa mateka. Na kama mateka, bakamwambia hivi, mfalme wetu iko mgonjwa, lakini siku atakufa ndio tayua kazi ya mateka mwenye tumekamata. Kiajabu, siku hazikupita nyingi, yule mfalme ugonjwa ikaendelea, akakufa. Sasa alikufa, desturi ya ile kabila ilikuwa kwamba mbele mfalme akufe, banapashwa kwenda muprison, banakamata mumoja mubatumu mwenyiko mnene, yule ambaye ananona sana, ndio wanapashwa wakamate. Na unajua mfalme wa kujiheshimia hawezi gonda. Bafalme mara nyingi wanapaga na sante. Sasa mfalme mwenyewe alifanyaga mateka, alikuwa na sante kifua yote kule. Bakamkamata. Bakasema, leo mbele tuzike mfalme wetu, unapashwa kuchinjwa na mikono iko kumugongo. Lakini sheria ya ile ufalme iliyowafanya mateka ilikuwa kwamba yule mtu atachinja mbele bazike mfalme, banapashwa kumwangalia mzuri, asikose sehemu yoyote ya mwili wake, kila kitu kikuwe. Akikuwa na lisikio moya haiko eligible, lipua lililoraruliwa haiko eligible, meno inatoka mkinywa haiko eligible, jicho moya haiko eligible. Balipoangalia migulu bakakutana iko sawa, kifua iko sawa, kila kitu kiko sawa. Bakakontrole mkono wa kushoto bien, haina shida, vidole yote naenea sawa. Alikamata mkono wa kuume, bakalalamika, mukoshi.
Huyu mwenye tulikamata ni kweli ana kifua, lakini hana vidole tatu. Kwa sababu hana vidole tatu, mizimu yetu, yani miungu ya mababu, kamwe haiwezi kukubali hii sadaka isindikize mfalme wetu. Ale bakagazabika, bakaluma meno, afe de konti wakasema na mumufukuze, ni mtu wa mikoshi, hawezi kubakia huko kwetu. Tutamfanya hizi. Mfukuze, umurudishe kule kwenye mlitoshaga ile. Jiani amkuangalia mzuri. Wale wazee wa kijiji wakatomboka. Na alikuwa shanona, tulikuwa tunampatia chakula mzuri, tuliona iko vikumbe, hawezi kutusaidia kwa chochote. Bakamrudisha. Bakamrudisha moja kwa moja mpaka kule karibu kumpaka wa kwake. Wakati walimrudisha, basi mfalme anajua njia za kwake, akarudia iko safe. Kilichomponyesha, kilichotuma asiuawe, ilikuwa ni ile balaa alipataga ya kukatwa vidole vitatu na simba. Sana fika njoo alikumbuka neno alilolisema yule mfungwa wake. Akasema, tangu leo hauko tena mtumwa. Niliachaga mimi na kufungisha na nilikuwa mkali kwako, kumbe ulioniambia ni kweli. Na ndio maana mpendwa, kuna vitu unaweza kuviona ni vibaya kwa sasa, lakini acha nikwambie, Mungu yeye anajua kwa nini ameviruhusu. Na ndio maana tukisoma maandiko matakatifu tunakutana Biblia inasema ya kwamba wale wapendao, wale watakaotaka kuishi maisha ya utauwa watauziwa naam kwa ajili ya Kristo. Kisoma Timotheo wa pili sura yake ya pili mstari wa 3 mpaka 12 tunakuta lile neno. Kwa nini naisema? Ninasema kwamba unaweza kutana persecution katika maisha. Na wewe unachukia, inakuumiza, unasema Mungu amenisahau. Kwa nini nimepitia kipindi hiki? Kumbe Mungu anajua vyenyeko anakueparnye navyo. Na tukisoma Zaburi ya 34, kama tunasoma Zaburi ya 34, kuna neno moja ambalo nililisoma siku zilizopita, Zaburi ya 34 mstari wa 19. 34 na mstari wa 19 nasema, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Na 21 nasema, uovu utamuua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Maana Bwana huzikomboa, haleluya, Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Weka matumaini yako katika Bwana na ukumbuke kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Sikiliza alichokifanya kwa huyu mfalme. Vidole 3 inakatika, simba anabeba na anabakia kabisa kilema. Kumbe Mungu anajua kuko siku ile ulemavu aliyoupata itamsaidiaka kuponyoka na hatari. Na wewe hauwezi kujua kwa nini unaweza kukutana na hiki wala kile. Sisi kama Wakristo tunapaswa kufanya ile ambayo neno la Mungu nasema kwa Biblia. Tunaposoma kwa waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesaloniki sura yake ya 5 mstari wa 18 nasema, shukuruni kwa kila jambo, maana yote ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu. Na hata Waefeso sura 5 mstari wa 12
inasema ya kwamba tunahitaji kumshukuru Mungu kwa kila jambo, pia kuomba. Labda tusome hiyo Waefeso, isikuwe kama ninasema tu maneno ya kusema sema na kisha tutapata kuomba. Waefeso sura yake ya 5 na mstari wa 12, neno la Mungu inasema hivi, inasema na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Ninajua tumepitia vipindi vizito, na ninajua wakati hii fujo na vita imeingia, imesaga kila kitu, kama Wakristo tunaweza kujiuliza kwa nini basi hivi navyo vikakuya? Mbona nimepoteza hiki? Mbona nimekutana hiki na hiki? Mbona maisha inabadilika? Mbona mboga tunakula nyumbani ni zile zile? Mbona? Mimi nasema shukuru Mungu, kwa sababu kuna wengine ukumbuke zaidi ya 4 sasa, na wengine wasema hata kama ni 6,000, wengine wasema 7,000. Sijui kama ni kuexagere. Walikufa Goma, hawako leo. Walikuwa watu kama sisi, wanadamu ya ruje sawa yako na yangu, wanakuwa vyenyewe wako, lakini basi muda ulifika, wamemaliza safari. Ndio maana sisi ambao tungali hai tunahitaji kumshukuru Mungu, tunahitaji kusema kwa Mungu asante, kwa sababu malgré la situation, lakini bado niko. Ijapokuwa shida yenyewe minapitia, bado niko. Ijapokuwa magumu yenyewe imenikumba, bado niko. Kwa kuwa niko, pana tumaini. Neno la Mungu linasema vile, linasema vile ya kwamba hata mti nakatwa, bado yako matumaini ya kwamba itamea tena. Unaweza kufyekwa, watu wanaweza kusema unamalizika, lakini Mungu anajua bado kuna tumaini. Mungu alibariki neno lake kwenu na kwangu. Tutaendelea na somo letu kesho kuona mambo mengine, sababu ni mengi ambayo tutajifunza hapa katika hili somo kwa wakati huu. Mungu akubariki na alibariki neno lake. Amina. Hebu tumsikie tena mwimbaji wetu mbele tuombe, hata kama kuna kamvua pia sasa kananyesha. Yote ni kwa utukufu wa Bwana. Ili wanilalue, naomba Mungu nipiganie. Uwe nguzo ya moto mbele yangu Mungu, adui wakija wasiniweze. Uwe nguzo ya moto maishani mwangu Yesu, adui wakija wasiniweze. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, nisaidie. Adui wakija wasiniweze. Siwezi Mungu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, maishani mwangu. Adui wakija wasiniweze. Simama mbele yangu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Simama nitetee. Adui wakija wasiniweze. Siwezi Mungu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu, nisaidie Yesu. Adui wakija wasiniweze. Acha tuombe mara moja. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, Mungu mkuu, Mungu muumba mwaminifu, naleta sifa na shukrani mbele yako kwa usiku huu wa leo. Nawaombea hawa wasikilizaji wangu ambao wamenifuata, na ninaweka kila mmoja kwa mikono yako Bwana. Wale ambao wamenifuata mbele ya ekra zao,
na ambao umetaka kwamba hili neno tuligawanye pamoja. Wewe ndio umejua vipindi ambavyo watoto wako wanapitia. Unajua shida mbalimbali zenye kila mmoja wetu iko anakutana nazo. Kile ninachokiomba Mungu ni kwamba utufungulie tena mlango wa baraka na uachilie kwa usiku huu wa leo wale wote ambao wamekutana vita mbalimbali waondoke katika darasa la manunguniko, waingie katika darasa la shukrani. Wewe ndio unajua vita vya tunakuta, unajua usaliti ambao tumekuta. Hata wengine tumewalisha, wengine tumewapa chakula, wengine wamekula pamoja nasi, wengine tumewapromote katika kazi mbalimbali. Lakini shukrani walioifanya, jambo walilolifanya ni kutaka kuzimisha majina yetu. Wengine walitaka hata tusisikilikage hata kidogo. Tunapoviwaza kama watu, mioyo huuma, na tunasikia mioyo inauma sana tunapoangalia vile ambavyo tumetendewa. Lakini kwa neno hili umesema Bwana ya kwamba tukushukuru. Unajua kwa nini tukavumilia haya, unajua kwa nini tukapitia haya, sawa sawa na jinsi waimbaji wa nyimbo za Injili wanavyoimba ya kwamba Mungu uliona na uliona vema niyapitie haya. Yesu wa upendo, umeona vema watoto wako wapitie haya. Lakini sawa sawa na neno lako tunarudi kwako leo na kusema asante, kwa sababu ilikuwa ni kwa ajili ya wema wetu. Ndio maana Mungu, ninaomba endelee kujifunua katika maisha yetu na kutuonyesha nini iliyo mapenzi yako, ili tuendelee kukushukuru, ili tuendelee kukutukuza, ili tuendelee kuona makuu yako, na neema yako itatuzunguka. Usibaki kimya, lakini utusaidie, tutendee makuu, tufanyie na ishara. Naombea Wakristo wote wa Hebroni, wale walio mbali na karibu, wale ambao wanakuwa kwa nyumba zao, wale ambao wanapitia vipindi murwa, vipindi kaza wa kaza. Naombea kila mmoja kwamba neema yako Mungu itande juu yake, wakubali, watendee mema, na jina lako litapata kuinuliwa. Tunasema asante kwa wote ambao utatenda kwetu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Utupe usiku wa mzuri. Kesho ni Sunday, tutakuwa tena mbele yako, na Jumapili tutakuwa kanisani kwenye ibada zote mbili na meza ya Bwana. Mungu tushiriki na ukubali kutubariki. Usiku wa leo wa amani, upigana wanaopigana nasi, uwe adui wa adui zetu, wote waliomeza vyetu uwatapikishe, kwa sababu na uwezo wa kuwatapikisha vyetu walivyovimeza. Kunguru zilizochukua vyetu na kupenda kuvifikisha, sasa ninaamuru vilete katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu mwenye uwezo, ulifanya maajabu kwa Elia, ulifanya maajabu kwa Elisha, ulifanya maajabu kwa Yoshua, ulifanya maajabu kwa Musa, ulifanya maajabu kwa Haruni, ulifanya maajabu kwa Kalebu, ulifanya maajabu kwa Daudi, ulifanya maajabu kwa wafalme wa Israeli waliokutegemea. Mungu, una uwezo wa kufanya kitu pia kwa habari ya Kongo, na jina lako litainuliwa. Tunasema asante, tena tunasema asante. Neema yako ipate kutufunika. Hawa wote wabaya wako wanazurura kutaka kuharibisha maisha ya watoto wako, naomba wapige upofu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na waliovamia vitu vyetu wavirudishe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umetupatia hayo mamlaka na tunaiomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki, na ninasema asante. Tutaweza kuendelea kesho tena. Amen.